Okay. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na uongozi wote wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini pia nimemwona mwenye mkoa, mwenyekiti wa mkoa pamoja na kamati yako ya siasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu na mwenyekiti wa kamati ya kumshauri rais kwenye kilimo, kaka yetu Mizengo Pinda, Mheshimiwa Shamsi Vuai Nahodha, mbunge na waziri kiongozi mstaafu, Mheshimiwa Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Bashe, lakini kitambua uwepo wa Mheshimiwa Shamata Khamis ambaye pia ni waziri wa Kilimo, Umwagiliaji na Mifugo, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Waheshimiwa mawaziri mliopo hapa na manaibu waziri mliopo pamoja nasi, kinitambue uwepo wa kaka yetu Paul Kimiti, waziri mstaafu lakini mwana ushirika mahiri. Asante sana, tunashukuru kuwa nasi. Waheshimiwa mwenyekiti wa bunge na wenye viti wa kamati za kilimo na bajeti, na waheshimiwa wabunge mliopo, ndugu makatibu wakuu kiongozwa na katibu mkuu kilimo Gerard Mweli, lakini pia katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo, Mifugo na Umwagiliaji Zanzibar, ndugu yetu Alhamis Juma, wakuu wa mikoa kiongozwa na mkuu wa mkoa mwenyeji Rosemary Senyamule, lakini tambue uwepo tulikuwa naye asubuhi, nimetupa macho sijamuona, wa Regional Manager wa Benki ya Maendeleo ya Afrika Pascal Sanginga, alikuwa nasi, labda amewahi usafiri. Tambue uwepo pia wakuu wa wilaya za Dodoma, lakini pia mwakilishi wa gavana wa Benki Kuu kaka yetu Julian Raphael, ndugu Abdul Majid Nsekela, mwenyekiti wa bodi ya kamisheni ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika na makamishna wote mliopo, watendaji wakuu wa taasisi za serikali, wenye viti wa bodi mliopo, Dr. Benson Dienge, mrajisi na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika Tanzania, Profesa Gavas Machimo, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Benki ya Ushirika Coop Bank, pamoja na wajumbe wa bodi na wafanyakazi mliopo, ndugu Godfrey Joel Mura, mkurugenzi na mtendaji mkuu wa Benki ya Ushirika, wawakilishi wa vijana na wanawake kwenye kilimo, wawakilishi wa wakulima na wanaushirika mliopo hapa, wadau wote wa ushirika, viongozi wa dini, wazee wa Dodoma na machifu, wawakilishi wa vyama vya siasa mliopo nasi, ndugu wanahabari wote, ndugu wasanii, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ushirika, Coop Bank. Ndugu wana ushirika, leo tunapiga hatua nyingine kubwa katika safari ya kurejesha hadhi ya ushirika nchini. Kwa muda mrefu sekta ya ushirika imehitaji benki imara itakayohudumia moja kwa moja wanaushirika. Leo hii ndoto yetu ile imetimia. Hongereni sana. Na sote hatunabudi kumshukuru Mungu kwa kutimiza ndoto hii na kutukutanisha hapa katika uzinduzi wa benki ya ushirika, yani Benki ya Ushirika Tanzania, yani Coop Bank. Kabla ya kuja hapa, nilitembelea jengo la makao makuu ya benki hii yaliyopo hapa Dodoma na kufanya uzinduzi rasmi pamoja na kusalimia watumishi wa benki hiyo. Baada ya kufika hapa, nimetembelea baadhi ya mabanda ya vyama vya ushirika. Nataka niseme nimejionea mambo mengi. Nimeona technology, ushirika ulivyoshirikiana na watu wa TEHAMA na kuja na technology inayorahisisha utendaji ndani ya ushirika Tanzania, kuanzia makao makuu ya Tume ya Ushirika
vyama vikuu vya ushirika mpaka chini kule, jinsi wanavyowasiliana. Lakini tukio la kwanza lilonipa mshangao ni pale benki. Nilipewa jibao hivi, nikaambiwa hiyo ndio kadi, tumbukiza na itafunguka. Nikalitumbukiza jibao zito zito hivi na likafanya kazi. Nikasema hapa mambo yametulia. Lakini nimeona washirika na SACCOS walivyojidhatiti kufanya kazi zao kuongeza uzalishaji, walivyojidhatiti kufanya kazi na kuitumia benki yao pale kwenye mabanda. Nimeona hayo. Nimeona wanaushirika walivyojidhatiti kuongeza mazao kutokana na huduma wanazozipata kutoka serikalini, ruzuku na mambo mengine. Nimeona walivyojidhatiti kuongeza uzalishaji. Lakini nimewasikia wakitoa shukrani kwa serikali kwa kupatiwa masoko na bei za bidhaa ziko juu. Katika banda moja nimeona kifurushi vikigunia kidogo cha dengu na choko. Wanasema mwaka huu tumeziingiza kwenye stakabadhi ghalani na matumaini yetu bei itakwenda juu kuliko ilivyo sasa. Kwa hiyo inatia moyo kuona kwamba wale wanaohudumiwa na serikali na wenyewe wanapokea huduma na kujitahidi kwenye uzalishaji. Hilo nalishukuru sana. Lakini pia nimeona namna vyama hivi kama nilivyosema vilivyojipanga kunufaika na benki hii tunayoizindua leo. Katika banda moja nimekuta KDCU nadhani na mishirika mingine miwili. KDCU na sisi tumejipanga kukopa bilioni zaidi ya 10 nadhani, na wengine wanakopa bilioni 8 na wengine bilioni ngapi. Nikasema yes, hapa tumefanya kazi nzuri na growth, ukuaji unaonekana. Hongereni sana. Pongezi zangu za dhati kwa Waziri wa Kilimo na saluti kwako Mheshimiwa Waziri, lakini kwako na watendaji wote kwa uongozi thabiti na kuhakikisha maono ya muda mrefu yanatimia, na hivyo kufanikisha uanzishwaji wa benki hii. Najua nilipomteua Gerard alitoka Samwe akaja Kilimo. Kamuuliza, Bashe, una hakika huyu? Mbona kama bosi sana hivi? Wakati ule Gerard anaongea mabega yako juu hivi. Nikamwambia, Bashe, una hakika? Akanambia, trust me, nipe huyu mtu. Hongera Gerard, umefanya kazi nzuri sana. Asante sana. Lakini tunatambua jitihada zenu pia katika kuhakikisha wanaushirika wanapata benki yao, na nimefarijika zaidi kuona kuwa benki hii inamilikiwa kwa 51% na wenyewe vyama vya ushirika. Mmeamua, ni jambo ambalo mmelitaka, limekuja na mmelipokea vizuri, na washukuru sana. Sasa shukrani zangu za pili ni kwangu pia, kwenu, kutoka kwangu binafsi kwa kunipa fursa na mimi ya kuchangia na kuwa mwana ushirika, na washukuru sana. Ndugu wana ushirika, uanzishwaji wa benki hii sio kwa bahati mbaya, bali ni utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi hii tunayomalizia mwaka huu 2020-2025. Pia ni utekelezaji wa mawazo yaliyokuwepo kwa muda mrefu, ambapo huko nyuma kuliwekwa misingi thabiti iliyojenga kufanya sekta ya ushirika kufikia kuwa na benki kubwa ya namna hii. Sote tunajua safari hii ingeanza mapema zaidi, ila upatikanaji wa mitaji nafuu na ya uhakika ndicho kilikuwa kikwazo kikubwa cha ushirika. Nafurahi kwamba muundo wa umiliki wa benki hii, yani 51% kwa vyama vya ushirika, 20% kwa CRDB. CRDB, hongereni sana. Utakumbuka mkurugenzi mtendaji wa CRDB
nilipokuja kuzindua makao makuu ya CRDB Dar es Salaam. Tulipita kuzindua, tukarudi kwenye ukumbi wa Nyerere kule kufanya mkutano. Moja katika jambo nililokuambia kwamba CRDB ukiangalia neno lake ni for rural development, na nikakutaka urudi kwenye misingi hiyo, usiende tu kimkomasho huko. Leo umetimiza, asante sana. Asante sana. CRDB imerudi sasa kwenda kusupport wale watu wa kule vijijini ambao ndio wazalishaji wakubwa, wanatulisha, wanatupa afya, na wote tunapata jeuri kwa sababu yao. Kwa CRDB na 20% na 10% ni kwa serikali. Tiara, asante sana kwa kuweka mkono wako na kuipa nguvu benki hii. Lakini pia 9% ndio wale wengine waliotajwa, kina Bashiru, kina Chongolo na wengine. Na nani mwingine nimeambiwa, Chama cha Mapinduzi kimo pia mkono wake. Na wengine wote ambao tumo humo ndani tunafanya 9% iliyobaki. Hiki ni kielelezo cha nguvu cha ushirika wa sasa. Muundo huu unalenga kuhakikisha usimamizi wa kitaalamu, uendelevu wa kifedha na huduma jumuishi kwa makundi yote. Yale ambayo tulikuwa hatuyafikii, sasa benki hii inakwenda kuyafikia. Ni jambo la furaha na matumaini kuona benki hii haijaanza kinyonge. Inazinduliwa leo ikiwa na mtaji wa bilioni 58. Kiasi hiki kitachangia kuimarisha upatikanaji wa mitaji ili kuongeza tija kwa kilimo na kuhakikisha usalama wa chakula na kuchochea maendeleo vijijini. Ni matarajio yetu kuwa kila shilingi inayowekezwa na benki hii kwenye ushirika na kilimo itavutia na kuchagiza taasisi nyingine za fedha kuongeza kiwango wanachokielekeza kwenye sekta hii. Hongereni kwa kuanza na matawi zaidi ya 1, yani matawi 4 Dodoma, Tabora, Kilimanjaro na Mtwara. Lakini vile vile mna mawakala 58 ambao ni vyama vya ushirika pamoja na SACCOS. Lakini zaidi ya hapo mna maelfu ya wateja ambao tayari wameshajiunga na benki hii. Hii inaonyesha kishindo mlichoanza nacho na kukubalika kwenu kwa haraka. Inatia moyo kuona mmejipanga kuhakikisha huduma zenu zinafika kwa walengwa wote kwa urahisi na kwa gharama nafuu. Ubunifu wa utumiaji au kutumia ofisi zote za vyama vikuu vya ushirika na SACCOS ili kufikia wananchi wa kipato cha chini na walio vijijini kwenye vikundi vya kijamii, wakulima na wafanyabiashara wadogo ni hatua nzuri ya kuanzia. Hapa tunaanzia, baadaye matawi yataendelea kujengwa na pengine vyama vya ushirika wenyewe kule watakuwa na uwezo wa kujenga matawi yao ili benki iweze kuwahudumia. Hivyo nitoe rai kwa vyama vya ushirika kushirikiana na benki ya ushirika kupanua mtandao wake ili huduma zifike na kupatikana kwa urahisi. Kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, ni wastani wa 5% tu ya ufadhili wa kibenki unaoelekezwa kwenye sekta ya kilimo barani Afrika, bara lote la Afrika. Lakini kwa hapa nchini kwetu Tanzania, takwimu za Benki Kuu ya Tanzania zinaonyesha kuwa kwa mwaka 2023 kiwango cha fedha kinachoelekezwa kwenye sekta ya kilimo kilikuwa 10%. Ni kusema kwamba tumetimiza lile takwa la Malabo Declaration. Waafrika tulikutana kule Malabo na tukakubaliana kwamba 10% ya mapato kwenye nchi yaelekezwe kwenye sekta ya kilimo. Kwa hii ni kusema kwamba Tanzania tumeshafika hapo na tunatarajia kuzidi hapo. Pamoja na hayo, kasi ya kuongezeka kwa mitaji katika kilimo imekuwa ndogo kilinganishwa na mitaji inayoelekezwa kwenye sekta nyingine. Kuwepo kwa benki hii kutaongeza upelekaji wa mitaji kwa wakulima
na hatimaye sekta nzima ya kilimo. Ndugu wanaushirika, niombe mtambue kwamba pamoja na kwamba benki hii inajikita katika kuendeleza ushirika, bado ni benki kama zilivyo benki nyingine. Kama ambavyo kwenye ushirika tuna misingi yetu ikiwemo demokrasia, na huku kwenye benki kuna misingi iliyowekwa na Benki Kuu ya Tanzania ambayo sharti na yenyewe zingatiwe. Na alisisitiza hili kwani kuzingatia misingi hiyo kutatuhakikishia uimara, uwezo wa kujiendesha kibiashara na uendelevu wa benki yenyewe. Kwa hiyo wote tuende tukaheshimu misingi hiyo. Serikali kwa kushirikiana na wadau wote wa sekta ya fedha itatekeleza jukumu lake la usimamizi wa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha wa mwaka 2021-2029-30 unaotoa mwongozo wa kuboresha mifumo ya kifedha, kuongeza ufanisi na kubuni mifumo mipya ya huduma za kifedha. Na hapa ndipo alipokuwa akilalamika Waziri wa Kilimo, ambapo nitatoa agizo mbele tunapokwenda. Kwa kuwa benki ya ushirika nayo itakuwa sehemu ya mpango huu, ni matazamio yetu kuwa itakuwa mstari wa mbele kukidhi vigezo vilivyowekwa kwa kutoa huduma za kisasa na nafuu zitakazowafikia au zitakazofikiwa na wengi. Hapa pia nizungumzie na mabenki. Benki tunayozindua leo ni Coop Bank, benki ya ushirika, na sio Coop Bank, benki iliyokuja kupindua wengine. Hapana, ni Coop Bank, sio Coop Bank. Kwa hiyo kuja kwa benki hii ni kuongeza nguvu, ni kuongeza njia za kuwafikia Watanzania mbalimbali, na hasa Watanzania wale wa vijijini. Ndio kazi ya benki hii. Kwa hiyo tushirikiane nayo, tufanye kazi nayo. Najua biashara ya benki ni ushindani, tunaweza tukashindana nayo, lakini kubwa tusaidiane nayo ili Watanzania wafaidike na yale tuliyo ya kusudia. Kwa hiyo pongezi zangu tena kwa CRDB kwa kuonesha njia, lakini na wengine naomba uko mbele basi na nyinyi muingie muisaidie ili iweze kutimiza malengo yake. Ndugu na ushirika na Watanzania wenzangu, nimetaarifiwa kuwa jana mlikuwa na kongamano ambalo lilitoa tafakuri pana ya historia ya ushirika nchini, ikiwemo changamoto zilizopo na mchango mpana wa ushirika kwa nchi, sekta ya kilimo na mkulima mmoja mmoja. Hongereni sana. Na naambiwa moja katika walimu mahiri jana walioeleza vizuri zaidi, ndugu wangu Bashiru alikuwa mmoja wapo. Asante sana. Hongereni sana. Ni matumaini yangu kuwa tafakuri hii itakuwa chachu ya kuzipatia ufumbuzi changamoto zilizopo pamoja na kufanya maboresho ili kuleta maendeleo zaidi. Dhamira yetu kwa sasa ni kuona ushirika unachukua nafasi yake ili iongeze tija kwenye kilimo na kuongeza mchango kwenye pato la taifa. Serikali imechukua hatua madhubuti ya kuimarisha sekta ya kilimo kama ilivyoelezwa na waziri pale, ili kuongeza uzalishaji, kuhakikisha usalama wa chakula na kukuza kilimo biashara. Lakini pamoja na hatua hizo, bado sekta ya kilimo kwa sasa inakuwa kwa 4.2% mpaka mwaka jana 2024. Tunategemea kidogo mwaka huu kwa 5%, na miaka inavyokwenda tutakwenda kukua kila miaka inavyopita. Lengo letu ni kuifanya sekta hii, kwa sasa inachangia kama 26% hivi ya pato la taifa mpaka takwimu za mwaka jana. Sasa lengo letu ni kuifanya sekta hii kuwe kwa 10% ili iwe na mchango mkubwa zaidi kwenye pato la taifa. Swali sasa hapa ni je, baada ya kuanzishwa kwa benki ya ushirika ni nini kinahitajika ili ushirika uwe nyenzo ya kuharakisha utekelezaji wa malengo haya niliyoyataja? Hapa maeneo kadhaa au yapo maeneo kadhaa ambayo inabidi kuangalia kwa karibu, na hata hapa nitagusia matatu makubwa. La kwanza, kujenga ushirika imara.
Nilikuwa namsikiliza vizuri Makwi alosoma shairi, alotuambia historia ya ushirika lakini kwa shairi. Nikasikiliza historia yote ile ya ushirika, ups and downs, lakini kwa uelewa wangu miaka labda 20, 15 nyuma, 30, ushirika haukuwa unafanya vizuri kabisa. Na wale waliokuwa hawana imani sana na ushirika, mimi nilikuwa mmoja wapo, sio Bashe peke yake. Nilikuwa naona kama ushirika ni chaka la wizi, na nadhani siku nilizungumza nanyi Ikulu nilisema hivyo. Nendeni mkabadilike, ushirika mna sifa mbaya. Lakini jinsi tunavyokwenda, viongozi wapya kuingia, mifumo kubadilishwa, hili kubadilishwa, ushirika sasa umesimama vizuri. Umesimama vizuri kiasi ambacho unazidi kunipa hamu nifanye zaidi kusaidia maendeleo ya ushirika nchini. Kwa hiyo kwa wale viongozi wanaohusika na ushirika, tume ya ushirika na wengine, nendeni kasimamieni ushirika uwe imara zaidi, ushirika ambao unaweza kufanya mambo makubwa wenyewe. Nakumbuka mwaka nadhani kwa 2018 nilifanya ziara Shinyanga. Pofika Shinyanga, kuzungumza, kuna bwana ambaye sasa hivi ni mbunge anaitwa Cherehani. Alikuwa ni mwenyekiti wa ushirika kule Shinyanga. Hayupo mwenyewe yule pale. Alikuja kuniona akaniambia, Mheshimiwa Makamu wa Rais, sisi wana ushirika tunacheleweshwa kupata mbegu, tunacheleweshwa kupata pembejeo, kupata mbolea, kupata nini. Tupeni ruhusa, sisi tuna pesa yetu, tuagize wenyewe. Nikamuuliza, kwani bwana mkubwa kikwazo kiko wapi? Akanambia huko tume ya ushirika huko. Wamebana, hawataki tuagize wenyewe, lazima watuagizie wao. Na wakituagizia wao, vinakuja mbegu feki, mbolea haifanyi kazi, sijui vitu gani vinachelewa, kwa hiyo wanatuvuruga. Leo nashukuru tumefika hapa. Benki ipo, kakopeni vyama vikuu vya ushirika, muelewane na tume ya ushirika, muagize mahitaji yenu jinsi mnavyotaka, kwa sababu pesa mtakuwa mnayo. Lakini nyingine niseme, moyo wabunifu kwa kutanua wigo wa huduma zenu, kwa kuhakikisha mnahamasisha wanaushirika kujiunga kwenye mfuko. Nimeambiwa kuna bima ambayo pia itakuwa zinatolewa na nini, lakini wakulima hawa pamoja na bima za afya, nguvu zinakwenda kuisha jinsi wanavyotumika. Kwa hiyo fanyieni mpango, zungumzeni na mifuko ya hifadhi ya jamii, waweze kuunganishwa huko pia. Waunganishwe huko, wajiwekee akiba, nguvu zikimalizika akiba yao waikute kule. Nadhani pia inawezekana kama moja njia ya ubunifu ya kuwasaidia wakulima. Kwa bima ya afya na hilo mkiliingiza, taleta matokeo, ustawi wa wananchi wetu utakuwa mzuri zaidi. Eneo la pili ninalotaka kulizungumza ni masoko. Ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi kwamba serikali tunafanya kila tunaloweza kutafuta masoko, na masoko yanayoleta bei nzuri kwa mazao yetu. Tumefanya mifumo ya stakabadhi ghalani, tumefanya sijui kuna ndio inaitwa TMX, tumefanya sijui minada, tumefanya nini, tumekuza uwazi, tumetumia teknolojia. Ule ujanja uliokuwa ukifanywa ndani ya vyama vya ushirika sasa umepungua kwa kiasi kikubwa, na jinsi tunavyokwenda kutumia tehama na teknolojia mbalimbali, ule ujanja unakwenda kumalizika, ili mkulima apate jasho lake alilolitoa. Lakini kwa upande mwingine, tumeanza kufanya kazi ya kufanya vyama vya ushirika hivi viwe na viwanda vyao vya kuongeza thamani mazao wanayoyalima. Na nimeona mfano mzuri kwenye mabanda maonyesho pale. Nimeona wanao mafuta ya ufuta, nimeona mifano mingi pale. Kwa hiyo hayo ndio tunayokwenda
kuyatekeleza na kuwataka vyama vya ushirika mtangulie mbele, kuwa na viwanda, muongeze thamani, muwe na viwango, ili tunapotafuta masoko bidhaa zetu ziwe na viwango vikubwa, viwango vizuri vinavyokubalika kimataifa. Lakini kwa upande mwingine pia vyama vya ushirika niwapongeze kwamba sasa nilipokuwa kule nimeona mmeanza kuingia kwenye benki kukopa kwa ajili ya kujenga maghala. Hili ni jambo zuri. Ni jambo zuri sana, kwa sababu mkiwa na maghala mazuri yenye sifa, mazao yetu yatakaa vizuri, hayatoharibika. Na tunapokwenda sokoni mazao yetu yatakuwa kwenye hali nzuri, na hili nalo nataka niwapongeze. Tumefungua masoko mapya, maparachichi, mashudu ya alizeti, mahindi meupe, mihogo, yote ina soko. Sasa upande mwingine tunafungua masoko, uzalishaji unakuwa mdogo, hautoshi. Kwa mfano soko la China kwenye mihogo ni soko kubwa sana, lakini uzalishaji wetu bado ni mdogo. Kwa hiyo wanaushirika, hizo ni fursa ambazo ningependa sana mkaziangalia. Jambo la tatu ni usimamizi bora na uadilifu. Nimeshalisemea vizuri kwenye vyama vya ushirika. Naomba wale wanaosimamia vyama vya ushirika wakajitahidi vyama hivi, mbali ya tume na vingine, vile vyama vikuu na vyama vidogo AMCOS, huko ndo kulikuwa kuna uonevu mwingi kwa wakulima. Naomba mkasimamie uadilifu na uwajibikaji, ili vyama vya ushirika, ushirika wetu Tanzania, iwe ndiyo nyenzo ya kuleta maendeleo kama ilivyokusudiwa huko nyuma na waasisi wetu. Naomba mkasimamie hayo. Sasa ndugu mrajis na mtendaji mkuu wa Tume ya Maendeleo ya Ushirika, hadi sasa tumepiga hatua kubwa katika kujibu changamoto za upatikanaji wa mitaji, swala ambalo lilikuwa moja ya maeneo 7 ya kimkakati ya bodi ya vyama vya ushirika. Sasa nitake tume ikaimarisha usimamizi wa ushirika ili vyama vijiendeshe kibiashara. Vyama vijiendeshe kibiashara kwa uwazi, na taarifa za uendeshaji na mahesabu ziwasilishwe kwa wakati. Na hiki ndio kilikuwa kilio cha wanaushirika wengi. Nasema uongo ndugu zangu wanaushirika? Kilio kikubwa kilikuwa mahesabu hayasomwi. Mkitaka kuona mahesabu viongozi wanang'ang'ana na hivyo. Kwa hiyo sasa hayo yote yakaondoshwa ili kujenga imani kwa wanaushirika, na waone ushirika ndio njia ya kuwainua na kuleta maendeleo kwao binafsi, lakini kwa nchi pia. Vile vile ni wakati sasa wa kuvitaka vyama vyote vya ushirika kutumia mifumo ya tehama. Lipotembelea lile banda la wanaitwaje wale tulio nani, silicon lipotembelea hao, wameniambia wako tayari na wana teknolojia ya kuunganisha vyama vyote vikubwa vidogo na nini. Kwa hiyo itategemea tume sasa mnawapa tenda kiasi gani ili waweze kuunganisha na kutoa mafunzo ili vyama vya ushirika viweze kuwasiliana. Kwa hiyo hilo nalo nataka mkalisimamie. Maeneo ya msisitizo na maagizo ya serikali kwa ndugu wanaoshirika, la kwanza, lakini hili litakwenda kwa Wizara ya Kilimo, lakini kwa wanaushirika na benki ya ushirika niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuhakikisha ushirika unaleta maendeleo ya kweli kwa jamii ya Watanzania. Lakini katika kufanya hivyo, Wizara ya Kilimo muende mkaangalie sekta ya ushirika kwa ukaribu zaidi, muendelee kuilea na kuhamasisha wakulima kujiunga na vyama vya ushirika ili kuendelea kunufaika na upatikanaji wa masoko na mitaji kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi. Lakini jengine ni lilo lizungumza, niagize sasa Wizara ya Fedha, probably Benki Kuu, kakaangu Rafael yuko hapa,
Wizara ya Kilimo, kaeni mzungumze, mfikie pahali mje na sera itakayo, sijui sera au nisema mwongozo utakao tutoa kwenye hili ombwe la mikopo katika sekta ya kilimo. Kuwe kuna clear sura ambayo kwa Tanzania tunajua sera yetu inayoongozwa na Benki Kuu kwenye mikopo ya sekta ya kilimo ni hii. Nani anafanya nini? TADB anafanya nini? Benki ya washirika wanafanya nini? Mabenki mengine yanafanya nini? Hivyo naomba kaeni wote, mko serikali moja, kaeni mzungumze, na imani hamtaacha kuja na suluhisho kwenye hili. Lakini jengine, kama ulivyosema vizuri, na hili ilikuwa agizo langu lakini tuliponong'ona umelichukua, ni kwamba fedha itakayotoka AFDB iende kwenye mfuko wa pembejeo, lakini pia iende kwenye benki hii kufungua madirisha maalum kwa ajili ya wakulima. Kufungua madirisha kwa ajili ya wakulima ili tuhakikishe wakulima, au tuweze kuona kwamba wakulima wanakopesheka, mitaji inaongezeka na mazao yaweze kuongezwa thamani. Baada ya kusema haya, ndugu zangu, sasa nitoe shukrani zangu kwanza kwa wote waliochangia kufanikisha jambo hili ambalo leo tumekusanyika kulifanya hapa. Na washukuru wote. Lakini shukrani yangu ya pili ni kwa wote mliokuja kwenye jambo hili. Najua mmetoka mbali, wengine wana ushirika, mmetoka maeneo mbalimbali Tanzania, mmekuja hapa kushuhudia jambo lenu likitimia, na washukuru wote kwa kuja. Lakini nikushukuru tena Makwi, Bwana Makwi, kwa shairi lile. Umetusomea historia yote ya ushirika, lakini kwa shairi. Nadhani hebu liweke sawa ili lichapishwe, watu wasome historia ya vyama vya ushirika Tanzania. Ule ni mchango mkubwa umetoa, naomba liweke vizuri. Kama utafanya marekebisho kidogo na nini, lakini ichapishwe, iwe ni moja kati ya documents ambazo wa Tanzania tutakuwa tunapitia na tujue historia ya vyama vya ushirika. Mwisho kabisa, wana ushirika, baada ya kusema hayo yote, sasa inayo heshima kutamka kuwa, na nilishafanya kule, lakini kule sikutamka, natamkia hapa. Kule niliweka jiwe, nilifungua, nikakata utepe, nikaingia ndani. Hapa natamka rasmi kwamba Benki ya Ushirika Tanzania, Coop Bank, imezinduliwa rasmi. Makofi mengi. Asanteni sana. Ushirika, Benki ya Ushirika, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana, tukae. Asante, naomba tumpigie makofi mengi ya shukrani.